au kumkataza. Soma mazingira, soma mazingira, kwamba ninayemwambia ni nani, ana uwezo gani wa kujua tuko wapi, na anakabiliana na changamoto gani kwa sasa, ili iwe nafuu kwako ujumbe huo kufika na kuweza kufanyiwa kazi. Lakini usipoyafanya haya, kuna hatari kubwa ujumbe ukakataliwa kwa kuwa hukusoma mazingira. Na katika aya tuliyoanza nayo jana ni ile ambayo Allah tabaraka wa taala anasema, fadhakkir in nafa'ati dhikra, kumbusha. Kama utaona ukumbusho huu kwa hapa una manufaa, lakini pamoja na hayo, sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka yule amuogopaye Allah tabaraka wa taala, wayatajannabu na atajitenga na ukumbusho huo muovu, atajitenga na ukumbusho huo muovu. Na imekuja riwaya, waqad jaa riwaya, kwenye hizi aya mbili imekuja riwaya, anna man yakhsha huwa sayyidina Uthman ibn Affan. Baadhi ya riwaya zinasema aliyekusudiwa katika aya hii, sayadhakaru man yakhsha, ni sayyidina Uthman, thalithu khulafai rasulillah, khalifa watatu katika makhalifa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na riwaya hiyo ikasema, wal ashqa rajulun minal munafiqina, na huyu ashqa, muovu, ni mtu miongoni mwa wanafiki. Riwaya hiyo inasema wadhalika. Na kwa nini Mwenyezi Mungu kasema hivyo? Nini sababu? Anna almunafiqa, historia inasema kwamba mnafiki, kanat lahu nakhla, alikuwa akimiliki mtende katika mji wa Madina. Yule mnafiki alikuwa akimiliki nini? Mtende. Mailatun fi dari rajulin, ule mtende ulikuwa umeinamia katika nyumba ya jirani yake. Mailatun fi dari rajuli. Hata miti mnaiona leo, mti unaweza ukawa uko katika kiwanja chako, lakini yale matawi yake yamekwenda kuinamia kwenye nyumba ya jirani. Sasa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, huyu mtu mtende wake ulikuwa umekwenda kuinamia katika nyumba ya jirani yake, minal ansari, katika maansari, watu wa Madina. Wameitwa maansari kwa sababu walimnusuru nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu mtu mtende wake umekwenda kuinamia katika nyumba ya mmoja wa watu katika maansari. Fasakata thamaruha fi dari la ansari, zile tende zinapoiva matunda yake yanaangukia kwa jirani. Yale matunda, zile tende zikiiva, hazianguki tena kwa mmiliki wa lile eneo. Zile tende zinakwenda kuangukia jirani kule mti ulikoinamia. Nini alifanya huyu bwana? Kazi yake alikuwa akiamka asubuhi, anaokota zile tende kabla wanaye hawajaamka, anakwenda kuzikabidhi kwa mwenye mtende.
makhafatan an yaakula auladuhu min dhalika thimar, anachoogopa nini? Wanaye wasije wakala katika zile tende, watakwenda kutumia haki isiyokuwa yao. Na huu ndio mfano kwako, unapochukua jambo hili ni la kwangu, unapotumia kitu ni cha kwako. Qur'ani ishamaliza, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ukifanya wema wenye kufanana na uzito wa mdudu chungu, kiyama kile kitaletwa, wala usidharau kwamba hiki ni kidogo. Ukifanya shari ya kufanana na mdudu chungu, kiyama itafanyaje? Italetwa, wala usione hili dogo. Sahaba huyu aliogopa hilo. Ukicha asubuhi anakusanya zile tende zilizoanguka, anazipeleka kwa muhusika. Ikafika hatua kachoka, fadhakara dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akaona bora ili jambo nikamwambie nani? Mtume Muhammad. Tuangalie nini tufanye ili tumalize hii kadhia. Niisha shuhudia msikitini, mtu kaenda rukuu miaka ya 90 huko, kaenda rukuu, chenchi zikafanyaje? Zikadondoka, zile silver zilikuwa mfuko wa jua. Mmoja katika watu ndani ya swala akaikanyaga moja ya zile pesa zilizodondoka, akaikanyaga. Kaenda mpaka rukuu, alafu akaivuta ile. Sasa sijui inakuwaje sisi na masahaba. Je, hatujui Mtume aliishi nao vipi na walileleka katika madrasa yake vipi? Hata mtu kasahau dukani, kazidisha chenchi, rejesha. Hajafanya kusudi, na si kwamba amekupa. Na ndiyo Sayyidina Abi Bakar anasema katika aya zinazotisha ndani ya Qur'an ni hii, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yani hata chenye uzito wa mdudu, tena mdudu chungu, kiletwe ni hesabiwe juu ya hicho. Hii aya inatisha. Turudi katika hii historia. Yule sahaba kaenda kulalamika kwa Mtume, ya Rasulullah, mimi napata tabu, mti wa jirani yangu matunda yake yanaangukia kwangu, ule mti umeinamia kwangu, na mimi na watoto ya Rasulullah, naogopa asubuhi kukicha wale watoto wakiamka watakula mali ambayo si yangu. Tunafanyaje ya Rasulullah? Fa arsala ila almunafiq, Mtume akapeleka ujumbe, mwiteni yule mwenye mti, tuje tukae tujadili tunaliwekaje jambo hili. Mwiteni mwenye mti, tuje tukae pamoja. Walam yakun ya'lam, wala hakuwa Mtume Muhammad akijua annahu munafiq, kwamba yule mtu sio mtu sawa, ni mmoja katika wanafiki. Mtume hakuwa akijua. Fasaalahu an yu'tiya an-nakhla, Mtume akamuomba ule mtende autoe sadaka. Fasaalahu an yu'tiya an-nakhla, Mtume akaomba huu mtende, shekhe, kwa sababu unaleta shida kwa huyu, hemu utoe sadaka, atumie huyu akiwa huru. Tazama majibu ya yule mtu. Na watu wa leo majibu haya kama yanafanana fanana. Alisema hivi,
inapendeza nitoe ambacho malipo yake nayaona sasa hivi, kwa ahadi ya malipo ambayo ni ya mbali na sijui kama nitayafikia. Anaambiwa na Mtume, anajibu hivyo, na hatushangai, wasusuwavu wa hivi wako wengi. Yupo mmoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawa ngawira, kafika sehemu zile ngawira zimeisha, yeye akasema huu mgao huu hauna Mungu na mtume ndani, huu mgao huu hauna Mungu na mtume ndani. Sasa huyu bwana katika historia anasema, siwezi mimi nikatoa kwa ajili ya kile kilicho mbali nikaacha hiki ninachokiona. Tazama majibu haya. Alikuwepo pembeni Saidina Uthman radhiyallahu anhu, akamwambia Mtume Muhammad, ya Rasulullah, mahla, ewe Mtume tulia, mimi namaliza hilo. Fa'atahu Uthman radhiyallahu anhu haita, akasema basi mimi Mtume namlipa shamba zima huyu kwa ajili ya kumnusuru yule mtu ambaye tende zilikuwa zikiangukia nyumbani kwake. Fa'atahu haitan, akatoa shamba zima kwa ajili ya kunusuru mtende mmoja. Riwaya hii inasema fanazalat, ndio ikashuka aya hii, sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka yule ambaye amuhofiaye Allah tabaraka wa taala. Hapa unajifunza namna gani uogope vya watu. Hapa unajifunza panapofikia hatua unatakiwa toa. Na si hivyo tu, ikumbuke historia ya baba yake Abu Hanifa. Abu Hanifa jina lake ni Umanu ibn Thabiti, na baba yake alikuwa akiitwa Thabiti ibn Ibrahim. Ikumbuke historia yake baba yake Abu Hanifa. Siku moja alikuwa akitembea katika mitaa ya mji wa Kufa, kamaliza ile mitaa kaingia katika mashamba ya mji wa Kufa. Baba yake Abu Hanifa mwenye madhehebu haya ya Hanafi, kafika pahala kakuta moja ya matunda ya mti yamedondoka chini. Kachukua tunda moja, wakati anakula limefika nusu. Akakumbuka, akaltu bighairi idhni sahibihi, nimekula bila ruhusa ya mwenye shamba. Hata wewe ukikuta maembe kwenye shamba la mtu unaokota tu, imekuwa sandakalawe, amina, atakayepata apate. Wakati anakula lile tunda, kafika katikati baba yake Abu Hanifa, anakumbuka, nimekula hili tunda lakini mwenyewe hajaniruhusu. Akaanza kutafuta katika lile shamba, man sahibul bustan, nani mwenye hili shamba, nani mwenye hii bustani. Kamkuta mtu mmoja katikati ya bustani, anamwambia, na kutaka radhi na kuomba udhuru, nimepita nimekuta 1 2 3, nikafanya 1 2 3, kwa hiyo nisamee bure. Wala sio utaira. Wewe kwa akili zako ndogo unaweza ukaisa huyo naye taira. Embe tu au pera au chungwa, anaenda kuomba radhi. Leo wangapi mnatumwa pesa za watu, mnabaki na change mfukoni, hamrudishi? Wengi.
ndio mnataka mumfikie wema? Wangapi mnazidishiwa pesa dukani amrudishi? Wangapi watu wanakosea miamala, inathibitishwa unatoa haraka haraka, unatupa na laini. Tuko wengi. Sasa baba yake Abu Hanifa anamkuta yule bwana katikati ya shamba, anamwambia, mimi nimekula tunda lakini nimekula nusu, naomba radhi. Yule bwana anamjibu, shekhe, sawa, lakini unajua mimi sio mwenye shamba. Sawa, umekula, lakini mimi sina haki ya kukusamehe, mimi ni mtumishi tu. Unaponiona hapa, tukitaka tumpate tajiri ni masira talaila wa nahara, ni mwendo wa masaa 24. Mwenye hili shamba ili twende tumpate ni mwendo wa masaa 24. Kama unaweza twende nikupeleke, kaombe radhi. Naona mtihani huo. Wakaondoka mguu mosi mguu pili, vijana wanasema, wakaondoka mguu mosi mguu pili. Wanafika mpaka kwa mmiliki wa shamba. Yule bwana anatoa salamu, salamu alaikum, laqad ji'tu mu'tadhiran ilayka, laqad akaltu nisfa tufaha, nimekula tunda nusu, wa baqiya nisf, na imebaki nusu, wa ha huwa dha, na nusu hii hapa nimekuja nayo shekhe, naomba radhi. Yani alikomea pale pale, hakumalizia sio unakumbuka ngoja nilile lote after enda kuomba radhi. Yani pale alipokumbuka pale pale, na mlo uliishia pale, akawa anazunguka na nusu tunda. Yule bwana akamwambia, sawa, naweza nikakusamehe, lakini bishartin an uzawijuka ibnati, nikuoze binti yangu, amyaa sammaa bakmaa wa awaji, haoni hasikii bubu, halafu ni kiwete, tutasameheana. Sallu ala nabi. Nikuozeshe binti yangu shekhe, unakula tunda tunapita, unakula tu mahali unakula tu. Sasa tukubaliane, tufunge mkataba. Yule bwana kauliza Thabit ibn Ibrahim, kama nitakubali kuoa kweli utanisamehe? Anasema naam. Akasema alhamdulillahi rabbil alamin, nimelikubali hilo, na mimi najua nitachuma thawabu kwa kumhudumia mtu asiyesikia, asiyeona, hawezi kusema, na nikiwete, tachuma thawabu. Ukipambana kutafuta ucha Mungu, ujue kuna watu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Pakaitwa mashahidi wawili, uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufi au tasrihin biihsan. Ndio tunaambiwa hivyo Tena uzuri zaidi ukiwa unaoa, miongoni mwa aya zinazosomwa, waqulu qawlan sadida, kusema kweli kunatengeneza sana maisha. Kusema kweli kunatengeneza sana maisha. Mashahidi wawili wameletwa, ikapita nikah, wanamaliza, sio kuna kanuni, unaenda kwa nani? Kwa bi harusi. Anafika ndani, anatoa assalamu alaikum. Yule sasa bwana harusi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faqamat ilayhi, mara namuona yule mwanamke anasimama, anaitikia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaona vitu vingapi viko tofauti? Viwili.
Kitu cha kwanza ameambiwa huyu mwanamke ni kiwete, amefanyeje? Amesimama. Jambo la pili ameambiwa mwanamke ni bubu, kaitika nini? Kaitika salamu. Wa madda yadaha ila zawjiha. Cha tatu akanyosha mkono kumpa nani? Mme wake. Yule bwana akajua hata kuona anafanyaje? Huyu anaona. Yule bwana akamuuliza yule mwanamke, kabla ya kukuoa nimeambiwa wewe usikii, nimeambiwa wewe uoni, nimeambiwa wewe ni bubu, nimeambiwa wewe ni kiwete, lakini naingia ndani na kukuta vyote vile nilivyoambiwa havipo. Fama sababu, nini sababu? Yule mwanamke anamwambia, mimi katika maisha yangu sijawahi kusikiliza upuuzi. Sijawahi kusikiliza upuuzi. Na huenda baba akakwambia mimi ni kiziwi. Mimi katika maisha yangu sijawahi kutazama vitu vya haramu alivyoviharamisha Allah tabaraka wa taala. Maalim, tuko pamoja? Leo tu atokee sahaba wa mtume Sayyidina Ali kaingia hapa akakwambia, Sheikh, toa pini za hiyo simu yako, utakubali? Au mtume kwa yaliyomo kwenye simu? Yani kaja tukatokea Sayyidina Abubakar akamwambia, niazime Sheikh simu yako, kwa yale yaliyomo ndani ya simu yako utatoa? Huwezi kutoa. Tunaangalia vitu vibaya, kwa hiyo lazima tukumbushane katika hili. Maalim, tuko pamoja? Acha hivyo tu, baba yangu amekuambia mimi ni bubu, sizungumzi uchafu, nimezuia mimi mdomo wangu. Jambo la 4 amekuambia mimi ni kiwete, mimi sizururi. Hizi ndizo sifa alizokupa baba yangu. Ndoa ikapita. Baada ya ndoa kupita, ndio akazaliwa Imamul Jalil Nu'man ibn Thabit ambaye ni Abu Hanifa. Tuchunge vya watu, tukiviheshimu vya watu Mwenyezi Mungu atatupa bora kuliko hicho ambacho macho yamekutoka. Lakini ukienda tu mbulula yatakukuta makubwa. Mtu mmoja alikuja kwa Sayyidina Umar. Tutaendelea, tuko hapo. Sayadhakaru man yakhsha. Mtu mmoja alikwenda kwa Sayyidina Umar, kafika anamwambia, Amirul Mu'minin, mimi nimekuja, mtoto wangu mbishi sana, kila ninapomuelekeza afanyi, kila ninachotaka afanye afanyi, nikimtuma ataenda ananungunika, na akileta nilichomwagiza hakileti kama kilivyo. Wewe ndio amiri, nimeleta kesi. Sayyidina Umar akasema, kamuite babako aje, kamuite mwanao aje. Yani baba kaenda kumshtaki mtoto. Sayyidina Umar anamwambia, muite mwanao aje. Yule mtoto anafika kwa Amirul Mu'minin Sayyidina Umar, anamwambia, baba yako analalamika wewe ni mkaidi. Sijui unasemaje, ni mkaidi kweli? Mtoto akasema inawezekana, lakini na mimi nataka kuuliza, je, mtoto hana haki kwa baba, ila baba tu ana haki kwa mtoto? Sio, tunaelewana? Mtoto anamwambia Amirul Mu'minin, inawezekana mijeuri, lakini na mimi nataka kuuliza, hivi mtoto hana haki kwa baba, ila baba tu ndo ana haki kwa mtoto? Amirul Mu'minin akajibu, kweli hata mtoto ana haki zake kwa baba.
Yule mtoto akamwambia, hebu nieleze haki za baba kwa mtoto ambazo anatakiwa amfanyie mtoto, sababu huyu mzee naona kama vile ananishindilia tu, mimi ndio simtendei haki. Hebu nieleze ambazo anatakiwa baba azifanye kwa mtoto. Amirul Mu'minina akasema, ayahtara lahu umma. Kwanza haki ya mtoto mchagulie mama. Mchagulie shekhi, mama. Wewe utaenda kuoa, lakini jua huyo utakayemuoa utazaa naye. Kwa hiyo jua kabisa kwamba umemchagulia mtoto nani? Mama. Ayahtara lahu umma, amchagulie mama. Yule mtoto akamwambia Amirul Mu'minin, subiri hapo. Hivi unajua alikomtoa mama huyu mzee? Huyu mama katuletea niga wa Kimajusi. Kiarabu wanaita zinjia, niga wa Kimajusi. Majusi ni wale wanaoabudu moto. Sisi tunawaita huku nini? Mimi najua tu hivyo, wale wanaoabudu moto. Katuletea niga kutoka katika wale wanaoabudu moto. Hapo. La pili, Amirul Mu'minin akasema, ayuhsina asmahu, amuite jina zuri. Mzee, jina langu zuri. Hata jina huyu mzee kakosea, jina langu baya. Akamwambia, Amirul Mu'minin, aendelea haki nyingine. Akasema, ayuallimahu alkitaba, amfundishe Qur'an. Anasema, mimi hata alifu sijui. Sasa atapata nini? Amirul Mu'minin akamwambia, nenda kalifanye hili kwanza, tuwachagulie watoto wetu mama. Ifike hatua ajifahari mtoto kwamba na mama. Isifike hatua mtoto anakimbia anapomuona mamake. Sasa unahisi kwamba kama mama anatoka kwenye kilabu cha pombe anasindikizwa na jamaa watatu, wewe kuna raha ya kuishi katika mji huo? Kuna raha? Chagua mama wa watoto wako. Chagua mama wa watoto wako. Jambo muhimu sana. Na ndio uchamungu uliomchukua Ibrahim, Thabit ibn Ibrahim, baba yake Abu Hanifa. Ule uchamungu ulimpeleka akaenda kuchagua mama wa mtoto wake, akatoka imamu mkubwa. Sallu ala nabi. Kwa hiyo tuko hapo, sayadhakaru man yakhsha, atakumbuka kwa Qur'ani hii yule amuogopaye Allah tabaraka wa taala, wayatajannabu hal ashqa, na ataepukana na Qur'ani hii na ukumbusho huu yule aliyekuwa muovu. Yule aliye muovu. Muovu pahala pake Mwenyezi Mungu anasema, alladhi yasla nara al-kubra, ambaye ataingia katika moto mkubwa. Al-kubra ni sighatul mubalagha. Haikuja nara kabir, imekuja nara al-kubra. Alladhi yasla nara al-kubra. Kwa nini Mwenyezi Mungu kaita moto mkubwa? Moto wa Jahannam ukiupima na moto wetu huu, iunge ile nguvu, unganisha ile nguvu mara 70. Yani wewe chukua ule mkaa wa moto, weka katika kiganja ala sabili mithali, kama unaweza, alafu ongeza mara ngapi? Mara 70. Ndio unaweza ukaufikia ule moto aliyouandaa Allah tabaraka wa taala. Faliyadhu billahi min dhalika. Mungu atukinge. Na ndio kaitwa nara al-kubra, moto mkubwa, kwa sababu nguvu yake inakwenda mara 70 ya moto wetu huu. Na moto wetu huu tunaotumia, Qur'ani inasema katika surati al-Waqi'a, fara'aytumun nara allati turun
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا إلى حين أفرأيتم النار التي تورون. Hivi mna mazingatio katika moto, tena moto ambao mnaouwasha. Sijui kama kuna mtu anawasha moto alafu pale akapata mawaidha. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, je, mnazingatia kwenye huu moto? Afara'aytumun nara allati turun. Kisha Mwenyezi Mungu anasema, a antum ansha'atum shajarataha. Hivi nyinyi ndio mmeanzisha hii miti? Am nahnu al-munshi'un, au sisi ndio wenye kuanzisha? Kwa sababu ili uweze kupata moto upate mti, ule mti utatoa mkaa, ukitoa mkaa utapata moto. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, mna mazingatio kwenye huu moto? A antum ansha'atum shajarataha, hivi nyinyi ndio mmeanzisha miti yake? Am nahnu al-munshi'un, ama sisi ndio wenye kuanzisha? Nahnu ja'alnaha tadhkira, sisi tumefanya huu moto wenu kuwa ni ukumbusho, wa mataan, na manufaa, lilmuqwin, kwa wasafiri. Moto Mwenyezi Mungu ameufanya manufaa pia kwa wasafiri. Hamna injini hapo bali ukiambiwa Qur'ani haijaacha kitu, haijaacha kweli. Manufaa kwa wasafiri, almuqwin almusafirin. Nahnu ja'alnaha tadhkira. Sasa muovu, Qur'ani inasema alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wala yahya, motoni hatokufa wala hatopata uhai wenye manufaa. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia lugha hii, la yamutu fiha wala yahya? Ilikuwa ni kanuni ya Waarabu, mtu anapopata janga akawa haelewi yuko duniani au yuko akhera, walikuwa wanatumia Waarabu, la bimayitin wala bihayy. Jamaa kwa madhila yaliyompata, sio mfu wala hayuko hai. Hivi hujawahi kupata tatizo ukawa unahisi naota niko macho? Kuna matatizo hayo, faliyadhu billahi min dhalika. Mungu atulinde. Ardhi huwa ni finyu, bima rahubati, hali ya kuwa ni pana. Sasa humo motoni Mwenyezi Mungu anasema la yamutu fiha, wala usije ukategemea kwamba nikishawekwa motoni nitakufa, biashara itajifunga. Qur'ani inasema humo hufi, wala yahya, wala hatopata uhai wenye manufaa. Insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza kauli na tunafata yale yaliyo mazuri. Tutaingia katika somo letu tuliloliahidi jana. Insha Allah watu wa Biblia kidogo